Naam, karibuni sana ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe 18 mwezi ni wa 3 2026 saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, niko na Rafael Rojeseko. Naam, asante sana mwenzangu Rajabu Kiza Kabonga tena kutukaribisha ndani ya studio ya Baraka1 TV ili kuja na habari na maelezo. Na kipindi ambacho unasikiliza ni habari na maelezo. Vita kwenye mto wa bonde wa mto Ruzizi. Hapa pia kuna details zingine ambazo tutakuja kuzisikia kutoka kwa Rojeseko Rafael, ambazo sikukupatia ile majira ya saa 6. Pia uzinduzi wa kazi za ujenzi barabara zimefanyika hiyo jana, na hapa pia ndiko tutapata nafasi ya kuzungumzia hali ya wale wakimbizi wa Kinyarwanda ambao walitoka Marekani na kuja kujaribu kujisafisha mbele ya raia wa Uvira. Bahati Lukwebo amejiuzulu, barua ambayo iko natembea sasa hivi kwa mitandao ya kijamii ikionyesha Bahati Lukwebo kujiuzulu kama rais wa pili wa spika la Senate, bunge la Senate kumradhi. En tant que deuxième vice-président wa Sénat, Bahati Lukwebo ameweza kubwaga manyanga. Aya one. So na mengine tutaenda tu kusikiza kutoka hapa Baraka1 TV. Natumai hapo tuko vizuri sana. Nitoe shukrani za dhati kwa wote ambao wameweza kuitikia wito wetu wa mchana kwa ajili ya hii operation Saidia Muzalendo. Naona ni vyema kama tutaboost tena hii kitu ili tuweze kwenda kuwatembelea ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa vita. Jamani, tunahitaji tupate takriban unga wa kutosha. Yes, unga wa kutosha na maharage. Sababu mahitaji ni unga, maharage, pamoja na hema. Ndio tupate hema hema, hata magodio vile pia. Vitu vinahitajika hivyo. Kwa hiyo tunaanza rambirambi kama kawaida yetu. Tunakusanya tujaze tuongezee kwenye akiba yetu iko ili tuende tupeleke hivyo vitu kwenye uwanja wa vita. Tutaanza na plane ya Ruzizi hapa kwa sababu kuna watu ambao pia wako milima ya juu wako kule na wanahitaji wako na mahitaji muhimu sana. Tutafanya hivyo na ni jambo la kuweza kushukuru kwa sababu kuona gisi ndugu jamaa na marafiki wengi wameweza kufanya chini juu kujitolea ili kazi iweze kuendelea vizuri. Kwa upande wetu sisi kama vile Baraka1 Media tunashirikiana vizuri sana na makamanda mbalimbali wa wazalendo na hata pia FRDC, na endapo hii mambo itafanyika hivi haraka iwezekanavyo itakuwa ni jambo moja la heri. Kwa hiyo ndugu zangu, chap tufanye hivyo. Tusukumane. Tuanze na hii vita ilifanyika plane ya Ruzizi. Tutaanzia hapa. Tofauti na jinsi ilivyokuwa ikitegemewa, msemaji wa serikali bwana Luteni Regan Elongo, Mark Elongo Regan, yes, ameweza kudhibitisha hilo na matukio yote ambayo yalifanyika jana. Akadhibitisha kwamba FRDC walichokozwa na majeshi magaidi wa M23, na baada ya kuchokozwa ikabidi waweze kureply. So walichokifanya ni kuweza kujibu mashambulizi, na lengo ambalo liko ni kumpiga adui. Wakati mtu anakuja kukuvamia, cha kwanza kenye wewe unafanya ni kujilinda kwanza. Unajilinda, kisha baada ya kujilinda una reply, una replicate, unamkunguta. Uko na uwezo unamtoa kwenye alikuwa, ili ndio kuonesha force yenye iko. Kwa hiyo majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wale admit na kusema kwamba haya mambo yote yalitokea na wameweza kufanya kazi kubwa kurekipere maeneo ya Kabunambo. Hiyo ni hatua kwanza. Kurekipere Kabunambo
ni eneo ambako M23 ilikuwa ishaweka mizizi yake pale, kwa sababu M23 wanakuaga na tabia, sio tabia, ni namna gisi majeshi mengi yanakuaga yanaopere. Kwa mfano lengo likiwa kama ni kuchukua Uvira, sawa, wanajinstale Uvira, banaweka position avance Makobola, kiasi kwamba Uvira ndio kunakuwa kuko base kubwa. Kutoka Makobola, kuvunja Makobola ti uje Uvira, inakuwa kama ni kukimbia. Washajipanga siku moja ama siku mbili kwanza kuevacuate vitu ili wakimbie, na ndio hivyo pia walifanya position yao avance, wakaitia Kabunambo huku base ikiwa iko Sange. Sasa ili kuweza kutoka Sange inabidi kuvunja kwanza Kabunambo, na ndio ambacho kilifanyika pale. Baada ya kuvunja Kabunambo, washavunjika haya, njia sasa ikakuwa iko wazi kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tumeongea na watu ambao wako Sange, wanasema hali ya Sange haiko nzuri sana, kwa sababu kuna kaupweke hivi, watu wako baridi na M23 ile panda shuka, Makahoko panda shuka, wako na wasiwasi kiasi kwamba wanajua muda wote kinaweza kuharibika na wakajikuta kwamba wanaingia katika wakati mgumu. So Roger Seko atatuletea kuhusiana na hali ya usalama maeneo ya Plene ya Ruzizi. Na pia uzinduzi wa kazi za ujenzi wa barabara ambazo zilifanyika Uvira. Gavana wa jimbo ndugu yetu Jean-Jacques Purusi ameweza kurelance juu ilikuwa ishakuwa lance, baadaye wakaja wakapertibia magaidi wa M23, hivyo wamekuja tena kurelance, wameanzisha tena upya ujenzi wa barabara nambari 30 ya kutoka Rompo mpaka kwenda mpaka kwenda ku frontier, na nambari 5 kutoka hapo hivyo Rompo kwenda mpaka poro ya Kalundu. Roger atakuja na hiyo taarifa yote. Na pia Roger atakuja na hii taarifa ya Wanyarwanda ambao walikuja kutembea Kongo. Lakini hapa pia nitagusia hapa kabla ya kumsikiza Roger. Lukwebo ameweza kujiuzulu. Kumbuka ni kipindi cha habari na maelezo, ambaye alikuwa vice president wa Sena Bahati Lukwebo, baada ya ile petition yenye ilifanyika contre yeye, hatimaye ameweza kudeposer demission yake na kutoka ndani ya majukumu hayo. Hapa kuna kitu kenye niko najiuliza, eske haiko bo kama ni politiki, hii politiki ya nguvu sana. C'est comme si kuna jinamizi ambalo liko lina vize ile masamaki kubwa zenye zilikuwa miaka mingi kupouvoir, kwanza kuwatoa kule maposte za juu na kuwashusha chini. Leo hii Kamere alikuwa president wa Assemblée Nationale, haiko tena, anabakia député pamba, iko mparlema. Heureusement yeye juu ni muprevoya, ana haya iko na siège. Bon, si député national il a le droit de siéger, iko na siéger mu Assemblée Nationale, ana aibu tofauti na politika na mbe sénateur à vie, lakini aliweza participer siku moja tu msena, kuingia msena siku moja tu. Unaona, mais arrogance ilikuwa mingi, kiburi mingi, mezake banaingia msena kwenda kusiege kuzungumza masuala ya nchi, yeye hataenda. Unaona, na ikiingia mule msena ondire yeye ndo president wa Sena, ondire ndo president de la République, hadi wanamuita president nani senateur. Unaona, lakini ndugu yetu Kamere yeye kuna siege, na ndio pia kuweza kujiuzulu kwa Bahati Lukwebo na kwenyewe ni kumwekarte. Hii iko inabatoa mosene politike polepole. Nafikiri huko mbele kwetu tunaenda tutaona mambo mengi makubwa ambayo yatatokea. Vikosi vya Angola imetuma vikosi vya kimkakati, force special za Angola zimeweza kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuja kurenforcer kwa ajili ya kupigana na magaidi wa M23. Kongo na Angola waliweza kusaini mikataba ya ushirikiano mzuri wa kimkakati wa kivita
na hivyo tupo sambamba, na ndio maana hivyo vikosi maalum vimeingia huku, tukisubiria pia vikosi vingine kutoka Malawi pamoja na Afrika Kusini kwa ajili ya kuja kurenforce nguvu ya FARDC. Na utafahamu tu kwamba waziri wa ulinzi alikuwa iko Belgique. Tuko na cooperation militaire kati ya Belgique na RDC. Hiyo tutazungumzia majira ya saa 12. Tutakuletea nini ambacho kilifanyika Belgique. Jeshi la Belgique kisi wako na leta mambo mapya mu FARDC na hivyo kuweza kuimarisha vikosi vyetu vya FARDC. Hello. Tutampa Roger kwa nafasi ya kutuzungumzia hizi habari ambazo nimetaja hapo juu. Lakini mimi kwanza nizungumzie hili swala la Wanyarwanda. Saa sita niligusia tu kidogo hapa. Hawa ndugu zetu walitoka wa Marekani. Walionana na Rais Ndayishimiye, wakaja wakaonana na Governor Jean-Jacques Purusi, na wakati wa uzinduo wakapewa neno pia, wakasema sikatai, ni ndugu zetu wanayo haki ya kuingia mwinchi na kufanya. Lakini hii masiku yote tuseme hawa watu walikuwa wako wapi? Kwa nini wakati wa faiblesse yao inaonekana ndo wakati wanatakaga mazungumzo, ndo wanajifanyaga kuanza kutengana? Hapa hivi hao wanakuja na message ya kujidesolidarize na Moise Nyarugabo, Azarias Ruberwa, Rwanda na yote mwenye iko na kolabore na M23. Ndo message yao wenyewe walileta. Kujidesolidarize, kujidetache, kujidepiese, kujiondoa. Sasa hii hapo zamani ilikuwa inatupumbaza sisi wa Kongole. Sasa watu wanakuja hivi wanasema unaona barasaliti amri wanakubali na tunasahau. Hatutaki kusahau sababu tunajua hawa watu na kina nani wanakujaga hivi. Sasa biko mfaibless huku wanajipanga, wakipata nguvu wanageuka Lion de Sarambo. Hapa hivi ni population wa Nyamulenge. Unaona hapa hivi ni population wa Nyamulenge. Sasa nguvu zinakuwa banakuwa madubu, masimba za Sarambo. Wakati ukiangalia ni mapaka za Sarambwe, mapanya za Sarambwe. Ndio maana ndugu zangu tuwe makini sana na kila kauli kutoka kwao. Sasa kitu kile mimi naweza kusema ni hivi, as long as bado hawajareconnaître kwamba jina Banyamulenge balihiba na balifonde mu 1975 76 ase direkabe wa Mobutu Bisengimana na Gisaro Olivier, babake Alexis Gisaro, ministre d'Etat sasa hivi, walifonde ili jina Banyamulenge, haiko jina yao. Kwa hiyo kila mkongomani akuwe najua hii date na kuwe naweka kwamba jina Banyamulenge balifonde awako Wanyamulenge, ni wakimbizi kutoka Rwanda. Archive ziko. Tulikuwa tunabishana na mtu mmoja hivi, wanasema kwamba hawa watu mkubali mkatae mtaishi nao tu, lazima mtaheshimiana. Tukama kuishi nao haina shida, mbona tumeishi nao miaka mingi. Mimi nimezaliwa miaka yetu ya 80 ile, nimewakuta wako sawa, nimewakuta wako wanaishi, walikuwa wako. Basi watu ambao wamekuja miaka ya 58 vita ya Kaibanda wanakimbia kule, ndio walikuja, na wengine wamekuja hapa 70 hivi. Kwa hiyo nimezaliwa nimewakuta. Lakini sasa kuwakuta kwangu mimi, nimezaliwa katika ardhi ya mababu zangu kwetu, na kilima yetu iko pale. Unaona? Nakwambia kilima yetu ile pale kwetu pale. Mshi nani? Mshi fulani. Sekteri gani? Sekteri fulani. Degroupement nani? Ni fulani. Inaeleweka. Mubembe original Mubembe. Tena sie ndo bafalme wa Babembe. Kwa mtu kwa aliniuliza seme, sasa si Babembe kwenye hii haya mazungumzo ambayo yafanyika Kinshasa ya Bamwami, mbona tuko represent? Sasa tutakuwa represent na nani? Na
kila mtu ni mwami Mubembe. Atoke na mwami mmoja. Kabila yenye ilikosa mwami ni sisi hapa. Kila kabila nani, kila nyumba iko na shefu wao. Sasa Mubembe. Kisha wewe unasema wewe ndio utatia order yako ya kumiliki Mubembe. Ni impossible. Alors, hii kitu ni kitu yenye ingali kwanza itarudisha nyuma. Kama kuishi nao tutaishi nao ndio. Lakini waishi kwa kuheshimu katiba na kanuni za nchi. Kwanza, wakitaka waishi kwa amani vizuri sana. Wewe kuiba reconnaître kwamba nous sommes des réfugiés. On a quitté le Rwanda. On s'est réfugié au Congo dans des années telles et telles, et maintenant on a eu des opportunités, on nous a fait ceci là, ça va. On a évoqué, bon, les gens qui ont devenu même assumer des responsabilités, ma vice-président, ma ministre d'État, oui, c'était à quelle époque et avec quel contexte? Ils s'est retrouvé là-bas à quelle époque? Mon contexte gagne. C'était dans la guerre, non? Ils avaient imposé. Na wakati ya Bisengima na kwa Mobutu, il y avait quelque chose qui se cachait là derrière. Na ndio yeye walikuwa wako wanatengeneza ili waweze kupata picha, wanaanza kutengeneza Bisengimana depuis wakati ya Mobutu. Sasa Mobutu alikuwa distrait. Sawa? Alikuwa distrait kwa gisi mtu yuko namnyenyekea, anamsifu, anampigia magoti, analala mpaka chini hivi, anampita, anasema hiki ni kiduru. Kumbe certain pio yenye ilikuwa ishawekwa mu presidence juu ya kuendelea kuaffaiblir Mobutu Bisengimana à l'époque. Kama mlikuwa hamjui, ile ndio ilikuwa pale, na ndio maana Bisengimana wakapata nguvu. Sasa Mobutu alianza kuja kujigundua, mbona yeye kama yeye ndio na exploiter hivi. Ça fait retard. Na ndio sasa walikuja sasa kuproposer ile kupata nationalité collective. Mobutu akasema non, on ne peut jamais donner la nationalité collective à toute une communauté. La nationalité est individuelle. Il faut que kila mtu aje kulomba, kila mtu kuanzia kwa Bisengimana. Sasa wanande wakagumuka. Na ndio ile jina ya Banyamulenge sasa ikafifia. Ikaja kusimama tena mu 1996. Sasa simama 96 mzee kuingia kwa pouvoir mu 97. Ikazimika tena. Ikaja kusimama tena saa mzee Laurent Desire Kabila anakufa. Sasa koma mwe mko najiita Banyamulenge tanziki Mulenge haiko ya kwenu. Kama mtajiita Banyarwanda, pale tutabakonsidere. Lakini kisi mko najiita Banyamulenge bwana, tungali tuna shida sisi na nyinyi. Vivre ensemble c'est possible, non? Si tunaishi na Barundi. Sibiko. Kuna Barundi mpenda Ruzizi pale. Na wanajulikana ni Barundi. Biko pale. Mpenda Ruzizi wako. Hawajashanja jina, ni Barundi. Sawa? Barundi bamupleni ya Ruzizi. Biko pale. Sasa mwe mnashindwa nini kujiadapte mu situation yenye iko sasa hivi. So Roger Seko bwana, tuletee kwanza hizi mambo, tuambie nini ambacho kinaendelea kule. Tuanze na pleni ya Ruzizi, kisha uzinduzi uliofanyika, na pia hawa ndugu zetu wa Nyarwanda ambao walikuja kutembea, kuja kujaribu kutudanganya, lakini tuko macho bwana. Habari ambazo zimeendelea katika bonde la mto Ruzizi, mwenzangu Rajabu, ni kwamba unakutanisha, niseme kwamba kwa kibarua ambacho kilitolewa hiyo jioni na matamshi ambayo yalitolewa rasmi, ambayo ilikuwa ni afisi ambaye anaitwa Igen akiwa msemaji wa jeshi la taifa FARDC kwenye kitengo cha Sokola ya pili ukanda wa Kivu ya Kusini, ambaye alisema kwamba situation ilirudia na iko kalme maeneo ya Kirungu, Mitamba na vile maeneo mengine, na Kabunambo kaseko mikono mwa wazalendo na jeshi la taifa FARDC. Ndio hivyo kabisa, na ndio maana mapambano yanatakiwa kuanzishwa, kwa sababu ukiangalia maeneo ya Sange mabomu zilianza sikika tena. Kwa sababu hiyo ni hatua ambayo jeshi na wazalendo wako wataka kufanya ili kufurusha magaidi wa M23 katika maeneo yote ambayo walikuwa wakishikilia.
Hiyo siku ya pili watu wamoja walikuwa wako panike kwa sababu waliona watu wamoja wanatokea Kiliba au kinaletwa huko kunaletwa, lakini njoo ni habari ambazo mkasha, habari za uongo zinakuwa zinazunguruka sana. Watu wengi wanaanza kimbia na kupoteza tumaini eti ni habari za uongo. Lakini mwenzangu Rajabu Kiza Kabonga, ingekuwa kwamba hizi habari ni za ukweli, Gavana wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi na Jean-Jacques Elakano walizindua rasmi tena ujenzi wa barabara kuu nambari 5. Hii nilizungumzia hili. Na hiyo uzinduzi tena rasmi wako. Maana walizindua kama vile wanataka kuanzisha tena kazi za ujenzi wa barabara. Zilikuwa zimeshaanza. Zikastopishwa tu baada tu ya M23 kuja maeneo ya Uvira tena wakarudi, lakini kwa sasa kazi tena zimeanzishwa kwa sababu kuna magudronzi moja ambazo M23 waliochukua waliiba maeneo ya Kalundu pale, wakaziiba kule kabisa maeneo ya Katongo kule waliziiba wakazibeba, lakini kuna zimoja zilizosalia. Na kwa sasa serikali ya Kongo ikafanya hatua kuleta tena vifaa vingine vya kusema kwamba wanataka kuendelesha kazi za ujenzi wa barabara, usibarikilie njiani kwa sababu tuko kwenye matatizo ya vita. Na njoo wamezindua rasmi na sherehe zimefanyika hiyo jana maeneo ya Kiromoni, na hapo ilikuwa tu wamoja walikuwa wanasema angalia masasi inaanza tena, tunakuja tena kupiga madrone. Hakuna drone iliyosikika katika mji wa Uvira, hakuna drone iliyosikika Kiliba, isipokuwa tu ni hiyo bomu ambayo ilipigwa huko maeneo ya Runingu ndio ilileta ka pressure kiloko. Na ukiangalia maeneo ambayo ilipigwa haikuwa sime maeneo kama vile unavyoona kwenye mavideo mapicha hizo ambazo unazipata kabisa. Sio kwamba sasa ilikuwa ni maeneo ambayo ilikuwa ya ajabu ambayo ilikuwa kimepigwa, lakini ndio hivyo. Na ukiangalia hatua ambayo hii niseme kwamba huyu kiongozi ambaye ni kanali alipiga bomu kiolela hivyo, alikamatwa na kupeleka kwenye mahakama makuu ambao watakwenda kumsambisha ili wamuulize kisa gani kichotumana apige bomu bila sababu. Kwa sababu ukiangalia hiyo kwenye masuala ya vita, mwenzangu Rajabu, kwenye masuala ya vita kupiga bomu ama kupiga silaha bila adui yoyote bila sababu inakuwa ni infraction iko punissable ma code militaire, kwa sababu hapo wanakuambia ni infraction ya gaspillage de munitions. Gaspillage de munitions wanakuambiaka fois nombre, bale mmoja anaweza kuambia ni miaka 5. Kama ulipiga mabale 5, maana yake hapo kuna miaka 20 unaelekea gerezani, na itakuwa ni matatizo makubwa sana. Na niseme kwamba ili kulizungumzia hili mwenzangu Rajabu Kiza Kabonga, maeneo ya plene inadhibitiwa kikamilifu sana na wazalendo na jeshi la taifa FARDC. Kiongozi msemaji huyu wa jeshi ambaye anaitwa Rigen ambaye anapatikana kwa sasa kwa bondeni wa mto Ruzizi amezungumza, ametoa communique kusema kwamba anarasire population kama situation iko kalme maeneo ya Kirungu, Kabunambo ambapo wanashikilia kwa sasa. Ni swala la kusubiri maoffensive zitakuwa lance siku gani ambapo watakianzisha tena, kwa sababu ukiangalia kiongozi wa mji Gavana Purusi aliwahi kuannounce kwamba hivi tu punde maeneo yote ambayo yalikuwa yakishikiliwa kimabavu na M23 itakuwa imekombolewa na itaondolewa tena mikono mwa M23. Niseme kwamba raia wanatakiwa tu watulie, kwa sababu ukiangalia hata mavideo ambazo zilikuwa zinaleta uoga na zikaleta psychose population, wenzangu Rajabu, kama zile video ambazo zilizunguruka wale wananchi wako nakimbia barabarani, wanatokea Runingo kwa nakimbia. Ukiwa waulize, je, mlisikia bomu za kutosha? Wamoja population inasema ni drone zilianza piga sana, ma drone hizo zinaanza piga. Kivipi drone zianze piga tena kwenye maeneo hii? Niseme kwamba kwa hatua hii wazalendo na jeshi la taifa wanatakiwa kukamata umakini sana, kwa kuangalia adui asije akapita tena yamo kati yao na akafanya katika
ikawa tena mgogoro mkubwa ambao kama yule mgogoro wa wazalendo wa jeshi la taifa, hapana. Lakini kwa sasa wameshaungana, wako kwa pamoja, wazalendo wa jeshi la taifa, collaboration iko vizuri na maeneo yote wako wanatulia, wanasubiri ni filimbi tu na wanakianzisha. Ili kulizungumzia ili mwenzangu Rajabu Kiza Kabonga kuhusu yale ambayo ni kazi ambazo zilizinduliwa rasmi, kwa sababu wamoja walikuwa wanasema kwamba kila wakati gavana anazindua rasmi, kila wakati gavana anazindua rasmi kazi tena za ujenzi wa barabara. Ndio zilikuwa zilishashimama kwa muda mmoja wa miezi za kutosha, lakini hivi tena zinaanza tena rasmi kazi za ujenzi wa barabara. Kama vile ukiangalia kazi zilisimamishwa kwa sababu tu za kivita na zinaanzishwa tena na zitaendelea tena ili kumaliza yote. Lakini ukiangalia katika hotuba mbalimbali ambazo zilitolewa na viongozi fulani kama vile waziri anahusika na miundombinu, ministre provincial wa infrastructure alikuwepo kwenye kikao hicho ambacho kilifanyika huko maeneo ya Kilomoni, na akasema kwamba anaomba kampuni ambayo ni ya AES Africa ambayo ni kampuni ya kutokea kwa Burundi ndio inafanya hiyo kazi ya ujenzi wa barabara, ndio iliweza decrocher hiyo marché. Akasema kwamba dele ambayo wamewapa ni dele ya miezi 8 mois, yani tunaanza hapa, itafika mwezi wa 11 barabara tayari imeshawekwa lami, na kuanzia ni barabara kwanza ya 50 metre oui 50 metre niseme 50 metre, haiko ya urefu, hiyo ni ya upana. Hiyo barabara itatokea kuanzia maeneo ya Rompo Kavimvira hadi maeneo ya Poro ya Kalundu. Na kazi hizo wamesema haiko aseme kwamba wanatakiwa kusubiri, hapana. Na walitosha viongozi wa kampuni ya AES Africa walisema kwamba kuna vitu ambavyo, kuna piese moja ambayo ni ya goudron ya kutengeneza, mashine ya kutengeneza goudron yenye M23 waliwahi kuiba kwenye maeneo ya Uvira, na ile piese washaenda kuileta Burundi, wataiweka hivi leo, na wameiweka katika mida hii za mchana. Na baada ya hapo wameweka hiyo kwa sababu wameileta hiyo mida mchana, na vile vile baada ya kuweka hiyo wakafanya hatua, wanasema kwamba watafanya hatua ili kazi ziendeke kwa haraka. Hiyo vile maeneo hiyo barabara kuanzia Rompo Kavimvira hadi unajielekeza kwenye maeneo ya frontiere ya Kavimvira, hiyo yote kabisa nayo imeshaanzishwa rasmi. Na ukiangalia kwenye mapicha, gavana Kivu ya Kusini Jacques Purusi aliingia kwenye gari akawasha, akaonesha kwamba kazi zinaanzishwa rasmi. Na katika hotuba yake ambayo vile vile gavana Kivu ya Kusini alitoa, akasema kwamba inatakiwa wananchi kuishi kwa pamoja, na akazungumzia vile vile swala la kusema kwamba alionyesha rasmi pale kwenye mazungumzo kwenye kikao hicho, alionyesha rasmi Wanyamulenge watano ambao walitoka Umarekani wakakuja kukuja hapa Uvira waje kuangalia wenzao Wanyamulenge wanaishi aje, wao kwenye hali gani. Na gavana Purusi aliwapresente pale, akasema kwamba hawa ni Wanyamulenge wenye walitoka Umarekani ambao walikuja kuonesha opinion international, kuonesha Umoja wa Mataifa kwamba hawako na nyanyasia kufuatana jinsi ile kauli ambayo iko natolewa na M23 kusema kwamba wao hawataki vita, kuwa wananchi wako nakuja ndio kukomboa Wanyamulenge wananchi ambao ni Wanyamulenge. Wao wanasema kwamba Rwanda iko nataka kuwamaliza, na hiyo mpango wao iko nataka kufanya haya, iko nataka kufuatana na yule baba ambaye ni mmoja wao alitokea huko Marekani ambaye ni Mnyamulenge. Amesema kwamba hatua yenye Rwanda iko nafanya wao M23 na Rwanda izungumze kwamba ni wa jeshi la Kongo ndio na wazalendo walifanya hiyo mauaji, ili kuwapa kisa kuonyesha kwamba ni wao ndio wanafanya mauaji, wakati haiko jeshi la taifa FARDC wanafanya hivyo vitu. Unakutana kwamba ni mchezo ambao wanacheza wa kitoto sana, wa kufanya juu wafanye hii hatua ionyeshe kwamba wao wachafue jeshi la taifa FARDC pamoja na wengine na wazalendo.
Lakini hii yote wale Wanyamulenge wakasema kwamba ile maplani yao walikuwa wameshaijua, na kwa sababu wao walitoka Marekani, kisa ambacho kilitumana watoka Marekani sirtu walikuwa wanapata habari kusema kwamba hakuna Mnyamulenge amekuwa tembea barabarani hapa Uvira na maeneo mengine yote ya jimbo la Kivu Kusini, lakini wamefika wenyewe na wakajionea, wakasema kwamba wameona na wamefurahi na washazunguruka Uvira, wanaona kweli Wanyamulenge wanatulia, na kwa hiyo wakaomba kabila zingine ambazo zilikuwa represente pale, kwa sababu kulikuwepo watu wengi sana kwenye mazungumzo. Kulikuwa wa chef d'avenue wote wa maveni za Uvira, kulikuwepo vile vile ma chef de quartier wote walikuwepo pale, kulikuwepo wa nyumba 10 yani wa Deselile wote walikuwepo pale, ambao walimsubiri governor tangu saa 2 asubuhi mpaka governor alipowasili pale kwenye mkutano huo. Ilikuwa ni saa 8 ya mchana, ukawia kwenye mazungumzo yake akachomoka, na ukisikia gavana mwenyewe Purusi ameomba msamaha kwa sababu watu walimsubiri sana mpaka wakachoka, na wengine wamoja walirudia makwao, kwa sababu yeye gavana aliandika kwenye kibarua kwamba wale wote viongozi wote wa chef de quartier, wa chef d'avenue, wa chef de cellule, yani wa nyumba 10 wanatakiwa kuwa pale kwenye mbele ya nyumba ya Pame ambayo inapatikana maeneo ya Kiromoni ya kwanza. Wanatakiwa kuwa pale tangu asubuhi mapema saa 2 hadi atakapofika. Lakini cha ajabu watu walisubiri kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 8 ndio gavana wa Kivu Kusini alipowasili. Inaonyesha kwamba ndio hivyo, kuna wakati moja viongozi wanakuwa na shughuli zao. Kuna wakati viongozi wanakuwa na shughuli zao, wanafanya watu waliko ambao walialikwa wanasubiri sana wamoja mpaka wanachoka. Na hiyo inaonyesha kwamba inakuwa inavunja mioyo kwa upande wa watu wamoja ambao watashawavumilia, na haifurahishi, na viongozi wanatakiwa kujikerebesha kwa hatua hii. Kama unalika watu saa 2, fika saa 2, wale watu wahudumie warudie. Hapana kuchia watu tangu saa 2 kwenye jua kali ya Kiromoni hadi uje sasa kwenye kikao sasa saa 8. Ni vizuri kwa sababu gavana Kivu Kusini Purusi aliomba msamaha, akasema watu tusameane kwa sababu kosa ni ya kwangu, tusameane ndio vile, na akatoa kiwango cha pesa ndogo ambacho ilikuwa ni kiwango cha $3000. Akasema anapatia meya wa mji wa Uvira. Meya wa mji wa Uvira atagabulia ile 17 quartier na kwa Uvira. Ile 17 quartier nao kwa zile franga kigabula, kila quartier takiita wa chef d'avenue wao wanapatia kidogo kidogo. Chef d'avenue anapatia wa Deselile nyumba 10 kidogo kidogo, ya kuangalia jinsi ya kupata kidogo hata ya kunywa maji. Nizangu Rajabu Kiza Kabonga. Habari zingine ni kusema kwamba hiyo jana siku ya pili tariki 17 Mechi mwaka huu, M23 iliordone shirika la umeme SNEL nchini Kongo izime mataa na ikate kwanza umeme momentanement. Lakini habari tulizo nazo, sources zinasemekana kwamba kuna vikosi vimoja vya M23 ama jeshi la Rwanda ambao vitarudia nchini mwao. Sawa kupenda habari hizo zikamatwe na watu na wananchi, wakazima mataa wakakata umeme. Ilikuwa ni maeneo ya saa 2 za usiku hapo maeneo ya Bukavu, lakini nasemekana kwamba walipitia kwenye kilalo cha Rusizi pale, Grand Barriere ya Rusizi ndio walipitia wakarudia kwao Rwanda wamoja. Hii inaanza kuonesha hatua kwamba effort diplomatique ya rais wa nchi Felix Tshisekedi linaanza leta matunda kwa upande wangu, kwa sababu wao kuanza kujiondoa kwenye sehemu yote inaanza kuonesha kwanza wanaanza libere maeneo kufuatana jinsi makubaliano yalikuwa yafanyika huko Washington na huko Doha. Mwenzangu Rajabu Kiza Kabonga, sina la ziada tu kusema shukrani kwa watazamaji wote wa Baraka1 TV. Msikose kushare na kusubscribe kwenye Baraka1 TV na Mwangaza TV, mtakuwa mnapata matukio yote ambayo tunakuwa tunapost kwa muda ambao unahitajika, na ni habari za ukweli ambazo tunakuwa tunawapa. Asante na shukrani kwa watazamaji wote. Naam, asante sana bwana, asante sana kwa ufafanuzi huo. Nafikiri ndugu zetu watakuwa wamepata dondoo za kutosha. Tukutanane majira ya saa 12 jioni. Big up sana kwa Jide Kizenga Tembele King Sele. Asante pia kwa ndugu yangu Lucien. Ni big up sana. Pia nimuone King Sele Kizabia Yeba, Mashaka Yamba, Derene Butoto, Biondo Kilemba Mao, mzee wa state ya men, wote da Feza, da Leteshe, da Asha, da Iron Chris Kandeke, Asimwe Baguma Samuel ya haya kutoka Dar es Salaam, bwana Elisha kutoka Nairobi, Emmanuel Mangombe pia, mzee wetu Jacques Baguma kutoka Kenya, kutoka Uganda,
Na pia Malawi, Mozambiki kule wanatufuata vizuri sana. Asanteni sana. Na watu wote ambao wako maeneo ya South Africa, asanteni sana. Tanzania pia tunafuatika vizuri sana sana sana. Kuna watu maelfu wako wanatufuata kutoka Tanzania. Na Rwanda pia, na Uganda vile vile, Burundi ndio usiseme pia, na mikoa yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Butembo, Sheikh wetu yuko Butembo pale. Big up sana bwana, na kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV. Na pia ni wape pongezi watu wa Mutul FM. Bwana, tutakuja kuonana Mutul FM. Yes, Mutul FM tutakuja kuonana. Tunaandaa safari ya kuja Butembo, Beni hivyo, so tutakuja kukutana na huko. Nafikiri Mungu akitupa nguvu tutakuwa wote tuko pamoja. Pia msisahau kushiriki Operation Saidia Mzalendo, wote ambao mko unasikia. Tunarudi na nguvu ambazo zitatuwezesha tuweze kusonga mbele zaidi. Na pia tu ni kazi kusema kwamba unapotuma maoni yako kwenye mitazamo yetu jioni, hakikisha kwamba hautumi mitazamo yenye kuwa na dakika zaidi ya 3, 4, ikienda sana ni 5, sababu watu wanakuwa wako ni wengi mno kiasi kwamba wengine wanakosa nafasi. Haya, wewe ukituma dakika 15, wengine haya wana, asante.